Kwa jumla washirika wa Marekani wa barani Ulaya tuseme wamesimama wapi katika vita hivi? Labda ningezungumza zaidi kwa upande wa Ujerumani, yani nchi muhimu ndani ya NATO. NATO ni mfungamano wa kijeshi na ndani ya Umoja wa Ulaya. Kwa jumla Ujerumani inaiunga mkono Marekani katika vita hivyo, lakini mpaka sasa kama ambavyo tumeweza kubainisha, sio kwa hatua thabiti, ni kwa kauli tu, na hili linaweza kueleweka kwa sababu Ujerumani nafikiri haikushirikishwa kabisa katika swala hili, imewekwa kando. Serikali ya Ujerumani ilipewa taarifa muda mfupi tu baada ya Marekani na Israel kuanza mashambulio, na kusema kweli ilipewa taarifa hiyo, lakini sio na bwana mkubwa, na sio na Marekani bali na Israel. Sasa kansela wa Ujerumani bwana Friedrich Merz ametamka wazi kwamba anaunga mkono Iran kushambuliwa, kwa sababu wamesema kama wanavyosema wengine kwamba Iran ilikuwa inakaribia kuunda silaha za nyuklia. Ujerumani kwa jumla ipo upande wa Marekani, lakini kwa kauli tu na sio kwa hatua thabiti. Hatuwezi kulinganisha na hali iliyojitokeza wakati wa vita vya George Bush, wakati wa vita vya Iraq au vya Afghanistan vya Biden, ambapo Ujerumani ilishiriki kwa mchango wa hali na mali kuiunga mkono Marekani. Hali sasa imebadilika kutokana na mikwaruzo ya hivi karibuni imejitokeza, na kila mtu ameweza kuiona mikwaruzano kati ya Rais Trump na washirika wake wa Ulaya. Chukua mfano wa Uhispania. Wahispania wamevipinga vita hivyo vya Irani wazi na wamekwaruzana na Donald Trump. Waingereza na Wafaransa pia wamekataa kushiriki katika mashambulio dhidi ya Iran, lakini hali inaweza kubadilika. Hatujui. Nasema hali inaweza kubadilika kutokana na matukio kwenye mlango bahari wa Hormuz. Ni sehemu muhimu ya kupitishia mahitaji ya nishati na mbolea kwa mahitaji ya dunia nzima. Nafikiri kadri siku zinavyoendelea, na ikiwa kama nchi hizi zitaona kwamba zinazidi kushinikizwa kiuchumi kutokana na matukio ya pale kwenye mlango bahari wa Hormuz, zinaweza kuchukua hatua, lakini tusubiri na tuone itatokea nini. Asante sana Abdu Mtulia. Ni kugeukie wewe Ibrahim Rahbi, umeyasikia hayo yote, pengine labda una mchango wowote kuhusiana na hayo, lakini kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei na viongozi wengine wa ngazi za juu waliuliwa katika mashambulio ya mwanzoni kabisa, lakini Iran haijapoteza dira, haijababaika. Imeweza kumchagua kiongozi mkuu mwingine na imeonyesha kuwa bado imesimama pamoja licha ya kushambuliwa vikali. Unadhani hili linatoa ujumbe gani kwa mtazamo wako Ibrahim Rahbi? Nadhani dunia ilikuwa inaishi sana kwa muda mrefu kwenye mazoea ambao tulikuwa tumezoea kuyaishi, ya ukubwa wa Marekani, na kuna wakati Marekani inawezekana walijisahau, wakaamini wao ni wakubwa ambao wamefika kiwango cha mwisho kabisa na wanaweza wakafanya kila wanachokiona ni sahihi kufanya. Wiki mbili za vita hapa Mashariki ya Kati zinatuonyesha kitu tofauti kabisa. Zinatuonyesha kuwa ukubwa unaozungumzwa na uhalisia uliopo hapa ni vitu viwili tofauti kabisa. Wakati Irani wanatangaza kufunga mfereji wa Hormuz, takriban wiki moja imepita na bado wameshikilia kuwa wameufunga. Nguvu kubwa ya Marekani iliyopo Mashariki ya Kati, zaidi ya askari 40 wako hapa. Tunaambiwa karibu ndege 300 ambazo zimeletwa kwa pamoja kushiriki kwenye hili, lakini meli za kijeshi, meli za kivita, meli za kawaida ni nyingi sana zimeletwa. Lakini leo CENTCOM inatujulisha kuwa USS Tripoli itasafiri kutoka Japani kuja Mashariki ya Kati ikiwa na
na wanamaji au askari wa majini wa Marekani 5,000 wengine ambao wanaongezwa. Hii inatoa taswira ya wazi kabisa kuwa walichokuwa wakizungumza Irani kuanzia awali kuwa baada ya huu mzozo tutahakikisha eneo zima la Mashariki ya Kati halikaliki na litavurugika eneo zima, na kinachotokea ni uhalisia. Lakini katika hili tunaona kuwa upande mmoja huenda unatulazimisha kuamini kile wanachokiona wao, hasa naweza kusema upande wa pili wa magharibi kutulazimisha kuwa hawana tena jeshi. Irani wamekwisha kabisa, jeshi lao la anga halipo, jeshi la majini halipo. Lakini uhalisia unashindana na ukweli wa kile ambacho sisi tuko Mashariki ya Kati tunakiona. Uhalisia tunaona tofauti. Kuna nchi zimesimama kabisa, hazifanyi chochote, na hawa ni washirika wakubwa. Lakini Irani kuendelea kushikilia mfereji wa Hormuz pembeni ya kambi za kijeshi za Marekani zenye wanajeshi maelfu, bado inatoa ishara nyingine ya wazi kabisa kuwa hawa watu walijiandaa kwa muda mrefu sana kufanya hivi. Na kama alivyozungumza mzee wangu hapo, mzee Mtuli hapo, kuhusu ikiwa nchi za magharibi zinaweza kuja kuingilia baada ya mfereji kuonekana muda mrefu utafungwa, nadhani ndio wataongeza ugumu zaidi ikiwa watafikia vile. Hakuna shortcut yoyote inaweza ikatupeleka kwenye mgogoro wa Hormuz kama kukaa kwenye meza na wakubaliane na Irani, kwa sababu kiuhalisia kuwa IRGC bado wanashikilia hili eneo, na usisahau hili eneo lote la Mashariki ya Kati lilikuwa lina askari jumla karibu 40,000 wa Marekani, zaidi ya makumi ya kambi za kijeshi za Marekani na uwezo mkubwa wa kufuatilia kila kitu. Lakini mpaka sasa tunaona kuwa nyingi zimevurugwa na wanajeshi wameondoka kwenye kambi. Sasa hawa 5,000 sidhani kama wanaweza wakabadilisha hali yoyote. Sioni njia yoyote ya shortcut zaidi ya kukaa kwenye meza. Naam, nimpe nafasi sasa Bwana Gwandumi Mwakatobe. Pamoja na sababu nyingine, Marekani imesema inataka utawala wa Iran uliopo sasa uondolewe kutokana na harakati za wapinzani, lakini pia kutokana na uvamizi kutoka nje. Je, hilo litawezekana? Unaona, tukiangalia mifano ya yale yaliyotukia huko nchini Iraq, Libya na Afghanistan, kama vile ambavyo Abdul Mtulia alivyoeleza. Mwakatobe. Asante mwenyekiti kwa kuweza kunishirikisha, lakini kabla sijaanza nitoe pole kwa Wairani, nitoe pole hata kwa Marekani, kwa sababu madhara ya vita ni makubwa kweli kweli. Watu wanakufa, hawafi wanyama wa porini, hawafi ndege, ni watu wanapoteza maisha, mpaka na wanafunzi kule walipigwa kule Irani walikufa. Kwa tunawapa pole, lakini kwa sababu ya utu na ubinadamu, hata huyu kiongozi mpya wa Irani Mojtaba amepoteza baba, amepoteza mke, amepoteza ndugu, wamepoteza wengi, ni binadamu wanaumia. Kwa hiyo hilo linasikitisha, lakini niseme tu mwenyekiti kwamba hilo swali ulilouliza inashangaza sana, kwa sababu mimi nijuavyo Irani sio Venezuela. Kama alifikiri anaweza kaenda kamuua Khamenei mara moja, alafu sasa abadilishe utawala, atakuwa kwa kweli kama alivyofanya Venezuela, atakuwa anakosea sana Trump. Na kama ulivyosema, ilishindikana miaka 20 Afghanistan kuwatoa Taliban. Mpaka leo Libya hakutawaliki, hawajaweka utawala ambao waliutaka. Lakini huko ni mbali. Wamarekani wasisahau kwamba hata walipokuwa Somalia, walipotia tu mguu, kichapo walichokipata, walikimbia, hawakuweza kukaa. Ilishindikana kuweza kubadilisha utawala, hiyo wanaita regime change. Lakini kama nilivyosema kwamba Irani sio Venezuela. Irani sio Venezuela kwa namna gani? Historia ya Irani mwenyekiti, ni dola ambalo lilikuwa na nguvu kweli kweli, pengine kuzidi hata Marekani. Hivi majuzi miaka ya karibuni tu wamepigana vita miaka 8 pamoja na Iraki bila kutetereka. Wametoa mafunzo ya mapambano kwa vikundi ambavyo vimetikisa Mashariki ya Kati kwa miaka mingi, ya Hamasi, Houthi sasa hivi, lakini pia na Hezbollah bado haijafa. Kwa Irani, nyuma ya Irani kuna nguvu kubwa ambayo huwezi ukabadilisha mara moja tu, kama alivyofanya kwenda kwa Maduro alafu aweke utawala mwingine. Lakini pia tusisahau kwamba ambacho amesahau Trump, na labda hata CIA yenyewe, tangu mapinduzi yalifanyika 1979 watawala wa Marekani, marais wa Marekani 7 mwenyekiti, hawakuwahi kufikiria kuivamia Irani.
wao walitumia demokrasia, diplomasia, labda na vikwazo. Marais 7 tangu 1979 hawakuthubutu kutia mguu pale. Leo huyu amelala amka kwa sababu tu kwamba ameweza kumtoa Maduro kule, anataka aweze kufanya mabadiliko Irani. Irani ni ambayo imejengeka, imejimarisha miaka mingi, ni wapiganaji mahiri, sio rahisi. Lakini pia ni wapi ambapo mwenyekiti, mabadiliko ya nchi fulani yakatokea angani? Mimi ninavyofahamu, mabadiliko yanatokana na wananchi wa nchi ile, wahusika wa nchi ile ndio wanaweza kufanya mabadiliko, sio kwa kurusha ndege, sio kwa kumnyakua mtu. Amekosea sana Trump. Sio Venezuela. Ndipo hapo Bwana Mwakatobe, ningetaka kupata maoni ya Mubelwa Bandio. Rais Donald Trump huyu alisema hapo awali kwamba operesheni ya kijeshi nchini Iran itaisha haraka. Lakini sasa zaidi ya wiki 2 zimeshapita na hakuna dalili ya vita kumalizika haraka. Na pia pana minong'ono kama ulivyosema kwamba Marekani, ama ni Ibrahim Rahbi amezungumzia, Marekani inajiandaa kupeleka askari nchini Iran. Upi mtazamo wako? Kwanza kuchukulia Trump kauli zake kwa kuziamini. Hapa sasa hivi kuna msemo wengi anasema kwamba ukiona kinywa chake kinatembea ama kinacheza basi ujue kuna uongo unatolewa. Ni kwa sababu tu ya namna ambavyo anaonekana kuwa na uwezo mkubwa wa kusema anachokiamini. Na nafikiri unaposikia watu wakizungumzia kama wanakuwa na wasiwasi na uwezo wake wa kufikiri, kwa sababu hata katika kile ambacho kinaonekana wazi kwamba ni cheupe, kukulazimisha kwamba ni cheusi si jambo la ajabu. Kwa hiyo anazungumza kwamba tumeshinda, na kama nilivyosema kwamba ni mgumu kuweka uhalisia ama kuweka vipimo halisi vya tafsiri mbalimbali. Wamarekani wanashindwa kujua kama wanashinda ama la, kwa sababu hakukuwa na kitu cha kuwafanya watambue kwamba ushindi utatambulika vipi. Ameitwa bungeni kuambia kwamba hebu njoo, ama mlete waziri wako wa ulinzi aje aseme kwa nini umeingia mle, ni kwa sababu maslahi gani mmekwenda kuyalinda, mnategemea kukaa kwa muda gani, gharama mlizofikiria ni zipi, lakini pia mtaondoka vipi, exit strategy ni nini. Ni kwamba mkishamuua kiongozi, mkishaangusha utawala, mkifanikiwa kufungua, yani mje mnieleze. Lakini mpaka sasa hajafanya hivyo. Kwa sababu gani? Muda wote ambao atahofia, muda wote ambao ataogopa, atakapotaka kuondoka, anaweza kusema kwamba ameshinda. Kwa hiyo kuchukulia kile anachokisema Donald Trump nafikiri si sahihi. Imekuwa bahati mbaya sana kwamba sasa hivi watu wameanza kufikiri kwamba huyu ni Donald Trump, licha kwamba wanajua hawakilishi fikra za Marekani. Hatujajua. Ni kweli wamepeleka watu wa Marine kule, ni kweli tunaona harakati zikiendelea. Amesema kwamba leo watapiga bomu zaidi, wanatoa taarifa zile ambazo wanataka wa Marekani waweze kusikia, na kweli wanajitahidi kuweza kutumia nguzo ya 4 ama muhimili wa 4 wa nchi, kwa maana ya mass media hapa nchini Marekani, kujaribu kusukuma ajenda yao. Lakini hata katika vyombo vya kiafrika, wanazungumzia vyombo kama Fox News ambavyo mara zote zimekuwa vikiunga mkono, inaonekana bado wanaonekana kupinga ama kutoelewa ama kutounga mkono harakati zake. Ni kati ya vitu vigumu zaidi, na sasa hivi kinachofikiriwa zaidi ni kwa muda gani hili litaendelea, kwa sababu ikifika mwishoni mwa mwezi wa 5 tutakapokuwa tunaingia kwenye Memorial Holiday, ule ndio wakati ambao watu hufanya maamuzi kwa uchaguzi unaokuja, na uchaguzi ni mwezi Novemba. Kwa hiyo sama ikifika, bado hali iko hivi, mafuta yakiwa juu, wasiwasi mkubwa ni kwamba Republicans wanaweza wakapoteza chama mbili, na wakifanya hivyo Donald Trump mwenyewe amekwisha kusema kwamba anahofia atashitakiwa kwa haya yanayoendelea. Anajaribu kusukuma narrative, lakini uhalisia huku chini sivyo. Wamejaribu kutoa masharti kwa Russia kuhusiana na mafuta mpaka mwezi tarehe 11 mwezi ujao, kuona kama bei itashuka. Bado hajafanya hivyo. Kwa hiyo athari za kile kinachotokea kule pale ambapo Iran imeminya kwenye mafuta zinaanza kuonekana hivi sasa kwenye gas station ndio tukuna kujaza mafuta. Tumeambiwa sasa vinaweza kuanza kuonekana katika vyakula na usafiri, kwa sababu bei zote zitapanda. Hicho kitokea kinaweza kikalazimisha watu kuwalazimisha wawakilishi wao kufanya jambo, na wasipofanya yanaweza kama mabadiliko katika sanduku la kura mwezi Novemba mwaka huu, kitu ambacho kinaleta wasiwasi kama Donald Trump hatoshtakiwa kuanzia mwakani.